Ni takribani miaka mitatu sasa tangu Sudani itumbukie katika mzozo mkali wa silaha, vita ambayo imeacha kovu lisilofutika na kugeuza taifa hilo kuwa uwanja wa maafa makubwa ya kibinadamu. Mapambano hayo yalianza kama mvutano wa kuwania madaraka kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF, yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kulazimisha zaidi ya raia milioni 11 kuyakimbia makazi yao, jambo linalotajwa kuwa miongoni mwa majanga makubwa zaidi ya ukimbizi duniani kwa sasa. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo Dennis Brown ametoa kauli nzito akisema kuwa kuendelea kwa vita kunaonyesha kuwa hakuna anayejali kuhusu mauaji na visa vingine vya ukatili na ukiukwaji wa haki za binadamu. Brown amesema kuwa mbali na umwagaji damu, kuna ukatili uliokithiri unaojumuisha ubakaji wa wanawake na wasichana ambao unatumiwa kama silaha ya vita kudhalilisha jamii. Kwa sasa hali ya maisha nchini Sudan imefikia hatua ya kukata tamaa kutokana na ukosefu wa mahitaji muhimu kama chakula, maji safi na huduma za matibabu. Dennis Brown amehitimisha kwa kutoa wito kwa mataifa ya dunia kuacha kutazama upande mwingine na badala yake kuchukua hatua madhubuti za kidiplomasia. Brown amesisitiza kuwa Sudani inahitaji ulinzi wa haraka kwa raia na mwisho wa mapigano ili kurejesha utu na amani vilivyosambaratishwa kwa miaka mitatu mfululizo. Dosti Media na Neema Yohana.